Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi iwe pamoja nanyi. Ni msafiri mzirai kutoka Tanga, Tanzania, paionea mdogo kuliko wote Afrika Mashariki. Nimekuja mbele yenu tena katika yale yaliyotokea kwetu katika mradi wa Pi Network. Yametokea mengi katika dashboard yetu, zimetokea nyingi katika dashboard ya Pi Mobile Application Mining, na pia zimetokea katika dashboard ya Pi Browser katika kipengele cha wallet. Kuna feature nyingi zimetokea, yaani vipengele vingi vimetokea katika wallet zetu, na ndugu zangu wengi wamezungumza, wengi wamefafanua, wametoa maelezo. Lakini kama nilivyoashiria hapo awali, nilipata dharura kidogo ya kuwepo nje ya mtandao au nje ya hii community katika masuala ya kibinafsi. Nadhani niliwaeleza hilo, mnisamehe kwa hilo, kwa sababu nimekuwa ni mtu ambaye nikihudumu katika sekta hiyo ya kuwaelewesha na kuwafafanulia ni nini ambacho COATM wanatuletea kwetu. Kwa hiyo mmekuwa katika upweke kwa muda mrefu katika siku mbili hizi baada ya hayo kutokea kwetu. Naam, sasa niende moja kwa moja bila kupoteza wakati, na mimi nichukue fursa na wasaa huu baada ya wenzangu wengi kuongea, kuelezea, kufafanua. Nimewasikiliza wengi voice note zao, nimesoma maandiko mengi, lakini katika kusikiliza na katika kusoma bado nimeona kuna haja ya pioneer mdogo kuongea. Kama yangekuwa yanatoshelezekea ningeona kuna haja. Simaanishi hayana maana walioongea, lakini kuna vitu ambavyo nimeona bado hawajavigusia vizuri, hawajaviwekea vizuri. Kwa hiyo nimeona nami nijaribu kuongea jambo katika michango yao waliochangia kwetu, na mimi niongezee nyama katika michango yao. Nitaanza na katika dashboard yetu ambayo inaelezea masuala hayo ambayo yametokea kwetu sisi. Sawa? Dashboard yetu ile ina vitu vingi. Ukichunguza na kuisoma ina vitu vingi. Na hapa katika dashboard ndipo kunapoenda kudhihirisha au kuyazungumza yale maneno ambayo aliongea pioneer mdogo. Hii dashboard ina logo. Ile logo iliyowekwa katika dashboard ilikuwepo katika dashboard ya mwaka jana 2024, wakielezea Open Network Condition and Timelines Updates, kwamba wakielezea condition, masharti au vigezo ambavyo vitakuwa ni timeline update, kwamba vikiwa vinaelezea masasisho ya muondoko wa kuelekea Open Network. Katika ile Open Network Timelines, ile Condition and Timelines Update, waliweka image katika dashboard zetu. Ile image ilikuwa ina vipengele takriban vitano. Kulikuwa kuna vipengele takriban vitano. Vile vipengele vile, sauti nyingi zilitafasiri, lakini pioneer mdogo naye alitafasiri, lakini alivyotafasiri pioneer mdogo ikaonekana, nyie wenyewe ndio mkaona kwamba tafsiri yangu nilivyotafsiri zile kodi, maana ile ilikuwa ni masuala ya kodi, zile kodi zikaonekana ndio kama zinaenda sawa. Na hapa mwenyewe naanza kujikubali, sijawahi kujikubali, lakini katika dashboard ya leo ile logo iliyowekwa mimi mwenyewe naanza kujikubali, na maandiko yaliandikwa katika maandiko yaliyoandikwa chini pia nimeanza kujikubali. Kivipi? Ile logo ya less than and greater than equals, ile icon za greater than and less than, ile less than slash greater than,
sauti nyingi wakati zinatafsiri ile kodi walitafsiri ni tofauti na nilivyotafsiri mimi. Mimi nilisema hivi, ili kuingia katika open network, sawa, tulipaswa kupita katika hizi kodi ambazo core team wameweka. Wengi walisema sisi tulijua ni maua tu zimewekwa pale kama nini, zimewekwa pale tu kama nakshi, lakini baada ya msafiri kuelezea ndio nikaanza kuelewa kumbe viliwekwa tu kwa maana. Waliweka ile nembo ya sururu ya kuchimba, ikawekwa KYC, alama ya KYC, and then ikafata alama ya less than and greater than. Mimi nikatafsiri hivi, maana hii inamaanisha masuala ya decentralized applications. Hapa wanahusishwa ni developers kucreate application ambazo kucreate vitu ambavyo vitakuwa ni sababu ya sisi kuielekea open mainnet, kwamba open network haitoweza kutokea kama kutokuwa hakuna decentralized application za kutuhudumia. Nikasema hizi alama nitaitafuta ile voice note ya mwaka jana. Nikasema hizi alama ni kwamba zinamaanisha masuala ya kodi misimbo ambayo inafanyika katika masuala ya nini, masuala ya blockchain technology. Nikatoa mfano kama kule GitHub katika zile alama ambazo zinatumika, mfano nataka utengeneze labda JavaScript au HTML ili kuonyesha starting point na ending point ya paragraph yako, unatumia hizi less than au greater than hizi alama. Kwa hiyo nikasema hizi zinamaanisha decentralized application ambazo wanahusika ni developers. And then wakishatengeneza decentralized application, hawa developers, kitufe kinachofuata alama walioifuatisha ilikuwa ni alama ya nini? Ya kufuli. Nikasema kabla ya kuingia mainnet, baada ya kutoka katika hatua hii, watu watafungiwa akaunti zao, watu watapokonywa pai zao zitafungiwa, sawa. And then tunaingia katika kitufe cha nini? Cha kuwashwa taa, kile ambacho kilikuwa ni balbu, ambapo tunasema hapo ndio open network au open mainnet. Sasa core team wametuwekea kabla ya kuingia mainnet, ndio tumewekewa sasa ile alama ambayo mimi niliwatafsiria, ambayo ndio sababu ya kuingia open network. Kwa hata open mainnet, ili tuingie katika mainnet ni lazima pia hii alama itumike, ambayo ni developers wafanye kazi yao ya kudevelop application au ya kudevelop vitu ambavyo ni sababu ya sisi kutumia ndani ya mainnet. And then kutakuwepo na ile alama itafuata tena hatua ya nini? Ya kufuli. Hatua ya kufuli bado ipo. Tutaona hapo baadaye jinsi tutakavyoendelea kufasiriana haya mambo. Sasa core team wakaandika maelezo ambayo mimi sasa nataka nikutafsirie katika dashboard. Ndio maana nimesema nitaanza nyuma kwenye dashboard. Dashboard core team wameandika maelezo haya: decentralized exchange kwenye mabano DEX and automated market maker kwenye mabano AMM. Functionalities are available on the testnet. Wakiwa wanamaanisha kwamba uwezo wa kubadilisha sarafu katika hizo decentralized exchange kwa njia isiyo ya kati, yani kusipokuwepo na mtu kati, sawa, na watu wa kutengeneza soko kiautomatiki, yani masoko yatakuwa yanatengenezwa kiautomatiki. Yani hapa ni maswala ya smart contract. Kwa kifupi tu tuelewe hivyo, ni maswala ya kiprotokali, kwamba masoko yatakuwa yanajiendesha kiautomatically baada ya misimbo, baada ya kila kitu kuwekwa. Sasa unapatikana kwenye testnet before mainnet. Sasa haya mambo haya yanapatikana kwenye nini? Kwenye testnet. Allowing developers and pioneer to experiment directly with token swap. Ili kuruhusu watengenezaji na waanzilishi, sawa, developers and pioneer, ambao developers alama yao ndio hiyo ya less than and greater than.
na pioneers na hao ndio waanzilishi kujaribu moja kwa moja kubadilishana tokeni and other decentralized financial tools na zana zingine za decentralized finance ambayo ni decentralized finance ambayo ni kama niseme ni nataka niweke kwa lugha ya Kiswahili ili unielewe. Yaani ni dhana za kifedha nyingine. Yaani decentralized finance ni maswala ya kifedha ambayo hayana mtukati, yaliyogatuliwa. Ni maswala ya kifedha yaliyogatuliwa. Sawa, ugatuzi ambao hayana mtukati. Ni wewe na mkataba moja kwa moja. Sawa, ni wewe na benki mathalan, ni wewe na benki moja kwa moja ambayo benki ni smart contract. Lakini nyuma yake akisema token swaps, liquidity pools and other decentralized financial, kwamba katika hiyo testnet kutapatikana masuala ya swaps, kuswapu token yako, kutakuwepo na liquidity pools, wanaita mabwawa ya ukwasi, sawa na nini na hizo decentralized finance DeFi. Hapa katika decentralized finance, katika DeFi, kisha core team katika dashboard wakaendelea wakasema developers can also now create test token on the PyTest blockchain, kwamba developers hao watengenezaji pia sasa wanaweza kuunda tokeni za majaribio kwenye blockchain ya PyTestnet, ambao developers, narudia tena, logo yao ndio hiyo hapo juu ya dashboard yako ya less than and greater than. Sasa hawa developers wameambiwa wanaweza kutengeneza nini? Kutengeneza application zao, kutengeneza token zao, tokeni ambazo zinaenda kufanya kazi ndani ya kwanza ya testnet katika majaribio kwanza, zionekane hizo token zitafanyaje kazi, zitakuwa na uwezo gani sisi waweza kuzitumia kufanya swapping, kufanya exchange, kufanya liquidity pool na hizo token, kabla hatujaingia katika mainnet. Sawa, wakisema well such functionality is restricted on mainnet during the testing period, kwamba wakati uwezo huo wa hizo token zinafanya kazi basi umewekewa vizuizi, umepunguzwa, restricted, sawa, umepunguzwa au umewekewa vizuizi au vikwazo kwenye mainnet during the test period, wakati wa kipindi cha majaribio. Kwa hiyo ikiwa inamaanisha sasa hivi tupo katika kipindi gani cha testing? Tupo kipindi cha testing, tuna testi mitambo, tupo kipindi cha testing. Yaani narudia hapa ili baadaye uje unielewe namaanisha nini. Tupo kipindi cha testing. Tuna test nini? Tunaitesti mainnet. Yaani hapa hatuitesti testnet. Hapa tunaitesti mainnet. Kwamba tunavyokifanya sasa hivi kama wa Makonda na tunachokifanya sasa, hiki tunachokifanya sasa hivi ni majaribio kuingia mainnet. Ndiyo tunafanya, tunaita emulating. Hii ni kama emulating, tuna act mfumo wa ukweli katika masuala ya uongo. Ndivyo maana yake. Ni kama vile tupo katika rehearsal. Tunataka tuigize jukwaani pale ambapo atakuwepo Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa wakuu wa mikoa, Mheshimiwa wakuu wa idara mbalimbali na manaibu makatibu wakuu na makatibu wao wakuu. Sasa kabla hatujapanda jukwani, huku nyuma ya jukwaa, sawa, tunafanya rehearsal. Jinsi tunaigiza kama tutakavyofika pale jukwani tutafanyaje, ili kama kuna mapungufu basi yule mwalimu wetu coach aweze kufanyaje, kutuongoza hapa. Hapa hautakiwi kwanza wewe kufanyaje, kulia. Unatakiwa kwanza ufanye hivi, yaani hautakiwi kumpiga kwanza, unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa ufanye hivi. Alafu tukisha
tukakubali ule mfumo tukauweza, ndio tunayapandishwa wapi? Jukwaani. Kwa hii inaitwa ni hiyo emulating, yani kuact, yani masuala hizi ni maneno ya kimfumo, sawa. Tunaigiza sasa hivi tunaiigizia mainnet itakavyokuwa inafanyaje, itakavyokuwa inafanya kazi. Ndiyo maana ya hawa developers kuambiwa watengeneze tokens ambazo zitakuwa zinafanya kazi katika mfumo wa testnet. Nitaelezea katika voice note nyingine kwa nini kutengenezwe token. Sawa, tunaendelea. Then core team wakaendelea kusema ya kwamba the release in testing environment allow developers to extend Pi networks capabilities in a utility focused and Web3 way. Akiwa anamaanisha matoleo haya sasa katika mazingira ya majaribio yanawezesha watengenezaji kupanua uwezo wa mtandao wa Pi kwa njia inayolenga matumizi na kwa mtazamo wa Web3. Umenielewa sasa hapa kwamba lengo la hii hapa ni ili kupanua uwezo wa mtandao wa Pi, kupanua uwezo wake. Sasa je, mradi wa Pi una uwezo gani? Si ndivyo? Na kuielekea Web3 ambao Web3 sasa ndio full decentralized yenyewe, kwamba itakuwa inafanyaje kazi. And it on ramp pioneer shuffle and gradual. Umeona kwa timu walicho lugha walioitumia hapa. Mimi nakutafsiria kwanza dashboard uielewe. Amesema and it on ramps pioneers shuffle and gradual. Wakasema na inawaingiza waanzilishi au pioneer hatua kwa hatua na kwa usalama. Sawa, kwa usalama wanawaingiza hatua kwa hatua. Wanawaingiza wapi? Hatua kwa hatua. Wanaingiza wapi? Kwa usalama. Wanaingiza wapi? Katika mainnet. Sasa angalia lugha kwa timu walioitumia. Wametumia and it on ramps. Sawa? Hawajatumia ambayo ramps wakiwa wanamaanisha ni kuwaingiza. Sawa? Ni kama kuwaingiza wa pioneer or ramps pioneer, kuwaingiza pioneer shuffle kwa usalama, hatua kwa hatua kwa usalama. Kwa nini wasitumie lugha nyingine katika kuimaanisha kuwaingiza au kutupeleka au kutufikisha? Kwa nini wakatumia on ramps? On ramps, nini maana ya on ramps? On ramps ni njia ambayo ya kubadilisha kitu kimoja kukifanya kuwa ni kitu kingine. Yaani lugha iliyotumika imetumika lugha ya kodi, unaweza usielewe. On ramps ni njia, on ramps ni barabara. Katika voice za nyuma nilieleza kwamba on ramps ni nani. On ramps ni barabara ambao anatumiwa na TransFi, anatumiwa na Banksa kufika sokoni, sawa. Kwa ili Banksa au TransFi aninunulie mimi Pi, nilisema atatumia barabara ya on ramps. Kwenda wapi? Kwenda kuninunulia nazi au kwenda kuninunulia nyanya. Nilitoa mfano kule wapi Lushoto, right? Kwa hiyo on ramps ni barabara ya kumfikisha mtu sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupata kitu kingine. Kwa hiyo kwa timu wakasema sawa, and it's on ramps pioneer, na inawaingiza pioneer shuffle and gradually, hatua kwa hatua na kwa usalama. Kwamba mimi nini maana ya kutumia on ramps? Ni kwamba itanitoa mimi katika testnet kunipeleka katika mainnet. Imenitoa katika hali moja inanipeleka katika hali nyingine, lakini hali nyingine ya nini? Kunitoa katika centralized kuniingiza katika decentralized. Ndiyo maana yake, kwamba maana ya hapa ni mimi kutumika kwa usalama kutoka katika testnet kuingia katika mainnet. Hii ndiyo maana yake. Sasa hapa mimi nimekutafsiria hii dashboard tu. Sasa ni nini kilichomaanishwa katika dashboard? Kwamba hizo token ni kwa ajili ya nini? Tunafanyaje kazi ya hizo token? Zinatengenezwaje? Nini maana ya swap? Kwa nini kuna kipengele cha swap?
Kwa nini kuna kipengele cha exchange? Kwa nini kuna kipengele cha nini cha liquidity pool? Sawa. Sasa core team ukiangalia hapa wamesema kwamba this release kwamba hii testnet akisema well such functionality is restricted mainnet during the testnet period, kwamba hiki ni kipindi tunafanya hapa katika kipindi cha nini cha testnet period. Sasa ili uelewe, sawa, core team wamemaanisha nini, ili uelewe core team wamezungumza nini zaidi, tulisome kwenye read more. Ukisoma read more, mimi nitakusomea tu vipengele baadhi. Ukisoma kwenye read more, core team wameandika hivi: the launch of DEX AMM, sawa, automated market maker and liquidity pools fixtures on testnet gives developers and pioneers a live environment to try out the mechanism of decentralized financial DeFi inside the Pi ecosystem. Sawa, wanasema hivi: uzinduzi wa vipengele vya decentralized exchange na hiyo AMM na mabwawa ya ukwasi, hizo liquidity pools kwenye testnet unawapa watengenezaji na waanzilishi mazingira halisi ya kujaribu taratibu za fedha zilizogatuliwa ambao ni decentralized finance ndani ya mfumo wa Pi network au Pi ecosystem, sawa, halisi ya kujaribu taratibu za fedha zilizogatuliwa. Kwa hiyo lengo kubwa sasa, lengo kuu pia la hii DEX decentralized exchange na hiyo automated market maker ni ili kuifikia decentralized finance, sawa. Hii DEX, sawa, decentralized exchange na hiyo AMM miongoni mwa malengo ni kuifikia nini? Kuifikia DeFi, decentralized finance ndani ya nini? Ya Pi ecosystem. Kisha wakasema hivi: this environment, mazingira haya, allows project to experiment, yanaruhusu miradi kujaribu, sawa, miradi kujaribu with the feature shuffle, vipengele hivi kwa usalama on testnet, katika testnet before any mainnet deployment, kabla ya utekelezaji wowote kwenye mainnet. Kwamba lengo ni ili kuwafanya developers au project kuzifanya project miradi. Kufanyaje miradi hizo project? Ni kuzifanya zile project ziandae mipango kazi yao, ziandae mikakati yao itakayofanya kuingiliana mifumo yao, hizo project kuingiliana mifumo yao na ecosystem ya Pi network kabla ya kuendea open mainnet. Katika voice note zangu za huko nyuma nilisema wakati na tafsiri dashboard ya protocol na ambayo ilikuwa inahusiana na Linux node, nikasema Linux node ni njia ambayo itawafanya zile kuingiliana mifumo moja kwa moja na nani? Kuingiliana mifumo na ecosystem na Pi network. Kwamba nikatoa mfano, leo hii Binance au OKX akitaka kuingiliana mfumo moja kwa moja na core team na mradi wa Pi atatumia Linux node ili kuhakikisha mifumo yake ni salama. Tunaelewana? Kwa hiyo hapa wamepewa nafasi wao sasa kuingia na kuandaa mifumo ambayo itaweza kufanya environment, mazingira hayo ya ecosystem kuwa ni salama kabla ya kuingia wapi? Katika mainnet. Nikasema kipengele cha bridge kitasababisha mabenki, mataasisi, serikali kuingiliana mifumo ya kifedha na ecosystem. Sasa ndo wakati wao ndio huu wa kuandaa na kuratibu mifumo ya kifedha ya kifinancial. Ndio maana kukaundwa mfumo wa kutengeneza tokens. Nitaelezea hapo baadaye tokens zitatengenezwaje ili uelewe hii mifumo inafanyaje, itaingiliana vipi kabla ya kujaribu nini? Kuingia katika mainnet halisi. This environment allows project
to experiment with the features surface on testnet before any mainnet deployment. Kisha akasema these tools also let pioneers interact hands on with tokens. Akasema zana hizi pia zinawawezesha pioneer kuingiliana moja kwa moja na token. Kwa hizo project zitatuwezesha sisi pioneer kuingiliana nao kwa kupitia nini? Kwa kupitia token, right? Akasema educating themselves about DeFi before directly participating on mainnet DeFi using RealPi. Akasema wakijielimisha, ili tujielimishe kipindi hiki kuhusu decentralized finance kabla ya kushiriki moja kwa moja kwenye decentralized finance ya mainnet kwa kutumia pai zetu halisi. Kwa kabla hujatumia pai yako halisi, unatakiwa uitumie pai yako ya testnet kuona ni jinsi gani unaoweza ukafanya staking, unaoweza ukaswap, unaoweza uka exchange, unaoweza ukaweka liquidity pool, unaoweza ukafanyaje, ukaweza ukaget loan kupitia pai yako kabla ya open mainnet. Sawa? Kisha Kotim akasema sawa, these tools kabla ya hiyo open network, open mainnet. Kwa hiyo kipindi hiki cha testnet ni ili kukufanya wewe uweze kutesti mitambo kabla ya kuingia katika mainnet. Nyuma kabisa nilisema wakati na tafsiri masuala ya nodi kwamba tutakapoingia katika nodi mifumo itakuweje? Kwamba nodi ni testnet 2 katika phase 2 ni phase ya nodi, ambapo tukitoka phase 2 tunaingia phase 3 ambayo imeitwa mainnet, ambapo phase ya mainnet nikakutafsiria kule nyuma inasemaje, nirejee ili uielewe sasa hii dashboard wamemaanisha nini core team kwenye hii dashboard, wakisema kwamba ni kutesti mitambo kabla ya kuelekea nini, kuelekea mainnet. Ni ili wewe kujielimisha kabla ya kuelekea mainnet. Ndiyo maana ya testing phase, yani testing period. Sasa rudi katika white paper kama kawaida yangu na kurudisha kwenye white paper katika kipengele cha phase 3 roadmap. Ukisoma katika white paper ya 2019 ile roadmap yake katika kipengele cha phase 3 wameandika hivi. Sawa? When the community feels the software is ready for production. Umeona? Kotim ameandika hivi. Wakati jamii itakapohisi kwamba programu iko tayari kwa uzalishaji. Hivi tuulizane maswali. Baada ya hizi update kutokea, wewe unahisi nini? Si kila mtu mwenyewe anasema kwa hizi update jamani, mainnet hii hapa. Kwa hizi update jamani, mainnet hii hapa. Kwa sababu mfumo kila kitu kipo tayari, si ndivyo? Sasa hili kwa timu waliliandika 2019 katika kipengele cha phase 3 wakasema baada ya community kufeel the software is ready for production katika uzalishaji and it has been throughout tested on the testnet. Haya yaliandikwa katika 2019 white paper. Anasema and it has been throughout tested on the testnet, kwamba na imejaribiwa kikamilifu kwenye testnet. Na hiyo mainnet na hiyo nanilio tunavyohisi sisi imeshajaribiwa kikamilifu katika testnet. Angalia leo kwa timu anasema tunajaribu hili ili kuielekea nini? Kuielekea open mainnet. Wanasema kwamba ni ili wanasema educating themselves about DeFi before directly participating on mainnet DeFi using RealPi. Kwamba ni ili sisi kupata elimu, kupata mafunzo, kupata uzoefu, kupata uelewa wa testnet kabla ya kuingia katika mainnet. Kwamba hapa tupo katika majaribu ya kuijaribu mainnet.
core team wameleta hicho kipengele katika dashboard yako leo hii, lakini hayo waliandika 2019 kwamba utakapoona kwamba imekuwa ni tested on testnet. Sasa anasema the official mainnet of the Pi network will be launched. Baada ya sisi kuhisi kuona kwamba mradi umeshakuwa tested katika testnet, basi core team anasema na sasa wakati huo ndipo official launch ya open mainnet itakapotangazwa rasmi. Kwa hiyo kinachofuata hapa ni nini? Ni open mainnet. Lakini wakasemaje ndani ya open mainnet kitakuweje? Wakasema hivi, an important details is that. Hapa sasa tega sikio uelewe. Wakasema maelezo muhimu ni kwamba in the transaction into the mainnet, katika kipindi cha mpito kuelekea mainnet, only account validated to belong to district real individual will be honored. Ni akaunti pekee zilizothibitishwa kuwa zinamilikiwa na watu halisi tofauti ndio zitakazoheshimiwa. Wakasema kwamba jambo la muhimu, maelezo muhimu ni kwamba katika kuelekea open mainnet ni akaunti pekee za watu binafsi ndiyo zitakazohesabika na zitakazopewa heshima. Kuingia wapi? Kuingia mainnet. Kumbuka kitufe kilichokuwepo katika dashboard ni less than and greater than. Tunaelewana? Ukisoma katika open network timelines and update, ile condition and timelines update waliweka, ukitoka kitufe cha less than and greater than, kinachofuata ni nini? Ni kikufuli. Ndio mimi nikasema tukishatoka katika hatua ya developers, niliongea mwaka jana, tukitoka katika hatua ya developers tunaingia hatua ya kufungiwa account. Sasa ona kwa timu wamesema tukishaona mtandao sasa umekuwa tayari full tested on testnet, kinachofuata ni nini? Ni kuhakikishiwa kwanza akaunti zile ambazo ni halali ndizo zinaingia wapi? Zinaingia mainnet. Sawa? Ndio zinazopewa nini? Zinazopewa heshima. Kisha wakasema hivi, after this point, baada ya hatua hii ya kupewa akaunti heshima, zile ambazo ni za akaunti za watu hai, sio maroboti, ni akaunti hai, ni ile ambayo imeshafanya KYC, imeshapass KYC. Sawa? Akasema the Faucet and Pi network emulator of phase 1 will be shut down. Akasema ile Faucet, kama nilivyoelezea huko nyuma, Faucet ni ile hali ya upatikanaji wa Pi wa kuminya kitufe cha mining, kupata Pi bure yani. Maana mining ni kuzipata Pi bure. Ile Faucet emulator inaenda kufanyaje? Kuzimwa, ambayo emulator ni wewe kuact mfumo kama wa nini, wa mainnet. Sawa? Anasema will be shut down, utaenda kuzimwa, and the system will continue on its own forever, na vitafungwa na mfumo utaendelea kujitegemea daima. Mfumo utaendelea kujitegemea daima. Unajitegemeaje? Mfumo unajitegemeaje? Katika decentralized system au mfumo wa Web3, kwa sababu Web3 ndio decentralized yenyewe. Kwa hiyo angalia dashboard ya leo inavyosema kwamba tupo katika kipindi cha testnet kupima decentralized exchange na automated market makers ili kuelekea nini? Kuelekea Web3, kuelekea mifumo ya Web3. Tukielekea mifumo ya Web3 maana yake tumeingia katika full decentralized. Hapo mfumo unajicontrol wenyewe. Sawa? Hapa na kutafsiria white paper na kukuchanganyia na kilichokuwepo katika dashboard yetu. Hapa sijaingia katika wallet, nipo katika dashboard. Sawa? Kisha wakasema future updates to the protocol.
Future update to the protocol. Hii ni white paper 2019 katika kipengele cha phase 3. Kasome na wewe katika mainnet, sawa? Akisema maboresho yajayo ya itifaki ambayo ndio haya yanayofanyika sasa hivi. Haya yanayofanyika sasa hivi. Protocol jamani, sinafanyika sasa hivi. Sasa ilishaandikwa tangia 2019. Sawa, ambao future update, wakisema future update ambao ni maboresho yajayo. Wakati hapa wanaandika hii inamaanisha kwamba ilikuwa hizi protocol bado hazijaanza. Kwa hiyo zimeanza lini? Zimeanza hapa juzi jamani. Si ndivyo zilianza hapa juzi hizi protocol updates, sawa? Kwa maboresho ya protocol si ndio yameanza hapa juzi? Ndio haya wanayasema sasa. Ndio yanayotupelekea siku ingia wapi? Mainnet wakasema hivi. Future update to the protocol will be continued by the Pi developer community and the Pi's core team and will be proposed by the committees. Kwamba maboresho yajayo ya itifaki yatatolewa na jamii ya watengenezaji wa Pi pamoja na timu kuu ya Pi, sawa, na yatapendekezwa na kamati, sawa. Kisha wakaendelea wakasema their implementation and deployment will depend on nodes updating the mining software just like any other blockchains. Hapa kwa timu amesema utekelezaji na uenezaji wake wa madini. Sasa utekelezaji wa Pi na uenezaji wake wa Pi utategemeana na nodi. Utategemewa na nodi, inamaanisha kwamba wewe kupata madini, kupata Pi kutategemea na nodi. Kusasisha programu ya uchimbaji. Kusasisha programu ya uchimbaji. Haya yameandikwa na core team wenyewe, sio maneno yangu. Yanategemea na nini? Na uchimbaji utategemewa na nodi, kama ilivyo kwa blockchain nyingine. Kwa baada ya mainnet, uchimbaji wa madini utategemea nodi kama ilivyo blockchain nyingine, kama ilivyo Bitcoin, kama ilivyo Ethereum, kama ilivyo Solana na kadhalika. Sawa. No central authority will be control the currency. Hakuna mamlaka ya kati. Sasa tutakapoingia katika full decentralized, tutakapoingia katika mainnet, sasa hakuna mamlaka ya kati itakayo control nini? Sarafu yetu ya Pi. Na maana sio core team wenyewe hawata control Pi, wala sio nani atakaye control Pi. Sawa, and it will be full decentralized, na itakuwa ni full decentralized, yani iliyogatuliwa. Sasa ili tuingie kuwa full decentralized tunatakiwaje? Tukimaliza hizi testnet ya token, kwa timu wamesema tuna testi kuingia nini? Web3. Tuna testi kuingia wapi? Web3. Kwa kama tuna testi kuingia Web3, maana ya Web3 ndiyo full yenyewe decentralized. Kama Web3 ndiyo full decentralized, tafsiri yake sasa hivi tupo katika phase ya mwisho, tuko katika testnet ya mwisho. Hapa tuna testi mitambo mara ya mwisho. Tukimaliza sasa hizi testnet hapa, tunategemea tukiambiwa tumemaliza kutesti token, sasa tunaingia katika Web3. Maana yake tunaingia kwenye nini? Katika full decentralized. Maana yake tunaingia kwenye tunaingia katika open mainnet. Sasa hii ndiyo tafsiri halisi ya dashboard, kwamba ni sisi kutengeneza token, ni sisi kujifunza masuala ya DeFi, ni ili tujue mfumo wa full decentralized upoje, ambao full decentralized ndiyo decentralized exchange ambayo ipo katika dashboard yako. Full decentralized ni nini? Ni automated market maker. Ni masoko yatakuwa yanaendeshwa automatically. Hakuna mtu kati ambaye atakuwa anaendesha haya masoko, ni wewe na smart contract.
Hiyo ndio full decentralized. Full decentralized ni nini? Ni wewe kuweza kupata pesa kwa kutumia, kupata mikopo kwa kutumia nini? DeFi, decentralized finance. Angalia alichokisema Trump. Tujalie ile voice note ni ya ukweli, ile short clip ni ya ukweli. Trump amesema kwamba haya mabenki they controlled your debt, they controlled your money, they controlled your nini, sio, ametaja vitu vitatu. Kwa haya mabenki haya, dunia ya kifedha, mabenki yakiwa yanamaanisha fedha, kwamba wana kucontrol wewe katika nini na uhuru wako, wana control uhuru wako, wana control pesa zako, wana control na madeni yako. Hivi utapata deni bila kukopa? Tuulizane swali. Unaweza ukapata deni bila kukopa? Yaani ghafla bin vu anakuja mtu anakuambia anakudai. Si utamuuliza unadai nini bana? Nakudai kwa sababu ulikopa mchele, ulikopa sukari, ulikopa fedha. Inamaanisha kwamba ili deni lipatikane lazima kuwepo na nini? Na kilichokopwa. Kwa hapa Trump alivyosema mabenki yana control madeni yetu, tafsiri yake yanatuwekea masharti magumu, vikwazo vigumu kwenye ulipaji wa madeni. Lakini angalia kwenye DeFi, decentralized finance, hakuna mtu anaweza kucontrol deni lako, ni wewe na mkataba wako. Kwa sababu gani? Kuna ile collateral, kuna ile ni dhamana ulioiweka. Kwa nini kwa timu amesema ni kutengeneza mfumo wa DeFi kuanza kujifunza sasa hivi. Ameandika katika Redmo, tujifunze sasa hivi masuala ya DeFi, decentralized finance yanafanyaje kazi kabla ya kuingia kwenye mainnet, ambapo kwenye mainnet amesema ndipo utakapotumia real Pi. Kwa hiyo kule kwenye mainnet tutaenda kutumia Pi yetu kama collateral. Sawa, inakuwa ni collateralized au collateralization sijui. Utakuwa unaweka dhamana ya Pi 10 ili ukope Pi 5. Unaweka dhamana Pi 100 ili ukope Pi 70 au Pi 50. Sawa, hayo nitaelezea hapo baadaye. Kwa hiyo hii ndio maana ya nini ya decentralized system. Kwa hiyo katika white paper core team wamesema mfumo utakapoingia katika full decentralized, hakuna central authority ambayo ita control currency yako ambayo ni hii ya Pi. Kwa angalia dashboard ya leo imezungumzia vyote vilivyotajwa ambavyo vipo katika phase 3. Tunaelewana? Kwa timu wakasema balance of fake users or duplicate users will be discarded. Salio la watumiaji wa uongo au waliokuwa na akaunti zaidi ya moja litafutwa. Kabla ya kuingia katika mainnet, kwa timu wamesema katika white paper ya phase 3, katika roadmap, katika kipengele cha phase 3 wamesema balance of fake users, salio la watu ambao ni fake litafutwa na duplicate account users litafutwa. Sasa zinafutwaje? Nikuulize swali, zinafutwaje? Kabla ya kuingia katika mainnet zinafutwaje? Ngoja nimalizie kipengele cha chini. Wanasema this is a phase when Pi can be connected. Tuache kwanza hapa, tuje kwanza zinafutwaje. Ndiyo kile kipengele cha kufuli kinachofuata baada ya less than and greater than icon katika condition and timelines update. Kipengele kinachofuata ukitoa hiki kilichokuwepo katika dashboard yako leo Jumamosi, ukifungua dashboard yako naona kipengele kinachofuata ni cha kufuli. Kwa timu wameshalielezea hilo. Sawa. Kwa akasema kitu kinachofuata kabla ya mainnet ni kufungwa kwa akaunti ambazo ni duplicate na zile fake balance, yani zile salio la uongo la watu. Mtu ametengeneza marifelo wa uongo wengi ili ajipatie nini? Ajipatie Pi moja za bure. Zile zitaenda kuondolewa. Wale waliotengeneza account fake wakazifanyia KYC zitaenda kufanyaje? Kuchunguzwa na kufutwa. Zile account ambazo hazijafanya KYC, umepewa mwaliko wa KYC alafu hujafanya kwa wakati mpaka ile deadline ikaisha na KYC bado hujafanya, hiyo account inaenda kuikosa, inaenda kufungwa kwa sababu inaonekana hii ni account fake au ni account ya mtu mmoja alijitengenezea account yaweze kuongeza mining rate.
aweze kupata pai ya bure, zinaenda kufutwa, ili tunapoingia katika mainnet zinaingia pai halisi. Tuko hapo, tunaelewana ndugu zangu? Kwa kipengele kitakachofuata baada ya dashboard yetu hii ya less than and greater than ni kipengele kile cha kufuli, kufungiwa. Ukiona sasa kipengele cha kufuli watu wanaanza kufungiwa, wanalalamika, jua tayari hapa tunaingia mainnet. Kisha wakasema this is the phase when pi can be connected to exchanges and be exchanged for other currency, kwamba phase hiyo sasa ya tatu ndipo tutakapoiona pi, sawa, can be connected to exchange, inakuwa ni connected na exchanges na inakuwa ni exchanged for other currency, na currency zingine. Unajua pi sasa hivi wametukataza tusibadilishe na nini, na sarafu nyingine, lakini tumeruhusiwa sarafu zingine kuzifanya kuwa ni nini ni pi network. Kuna tofauti kati ya on ramps na off ramp. Jua kutofautisha kati ya on ramp na off ramp. Hivi vitu vipo vinafanya kazi, off ramp na on ramp. Tulichoruhusiwa sisi ni on ramp, hatujaruhusiwa off ramp, na ndio maana kwenye wallet zetu kuna kipengele kinaitwa on ramp, hakuna off ramp. Nitakuelezea hapo baadaye, nikisahau utanikumbusha. Pioneer mdogo, tupe maana kati ya on ramp na off ramp. Kwa hiyo core team wamesema katika kipengele cha phase 3 kuingia katika mainnet ni pi itaruhusiwa kubadilishwa na sarafu nyingine. Sasa angalia hichi kipengele cha sasa hivi, dashboard ya sasa hivi, tumeruhusiwa kufanya swap katika testnet, tumefanywa kufanya exchange katika testnet. Maana yake nini? Unaruhusiwa kuibadilisha pi yako kuwa sarafu nyingine, kuwa tokeni nyingine. Maana yake tuna testi mitambo mara ya mwisho kuingia wapi? Mainnet. Sasa nije na voice note nyingine ikielezea sasa kwa nini token tunatengeneza. Sasa ni kwa nini sasa tunatengeneza tokeni? Kwanza tuje katika maelezo ya core team. Wamesemaje wenyewe core team katika dashboard? Ukisoma katika dashboard yako, ukisoma pale read more, kuna kipengele wamekiita building of pi infrastructure. Sawa, building of pi on pi infrastructure, kutengeneza miundombinu ya pi. Sawa, hii ni miundombinu ya nini? Ya pi. Sawa, kwa timu ameandika in part these features support the vision of empowering developers and even non-technical pioneers creating AI powered apps via Pi App Studio. Picha linaanzia hapo. Sawa? Kwa timu wanasema kwa sehemu in part, kwa sehemu vipengele hivi vinaunga mkono maono ya kuwezesha watengenezaji, sawa, ambao ni hao developers, watengenezaji, sawa, na hata waanzilishi wasio na kiufundi wanaounda programu zinazoendeshwa na AI kupitia Pi App Studio. Kwa hapa wote wawili tumejumlishwa katika hiki kipengele cha kutengeneza tokens. Watu wawili kivipi? Wale wataalamu developers, ili kudevelop program application ikaingia katika hackathon, inakuhitaji wewe uwe ni mtu wa masuala ya technical, masuala ya kiufundi zaidi, yani uwe ni IT ule mbobezi. Kama kutengeneza Omenda app, ile Omenda app usione imekaa pale Omenda app ukahisi tu ipo tu, we hata wewe unaweza kutengeneza. Jaribu uone. Wengi wanakwama. Kwa sababu gani? Inahitaji masuala ya technical issues. Sawa? Ni masuala ya ni issues za kiufundi zaidi. Usipokuwa mtaalamu utakwama. Licha utaalamu itakuhitaji pesa nyingi sana kuitengeneza application ambayo unaiona katika mainnet. Sawa? Sasa kwa timu wameona community hawana pesa, community hawana elimu ya information technology, kwa tukapewa nafasi ya sisi kutengeneza application ambazo ziko under AI kwa kutumia App Studio. Kwa hata wewe ambao umetengeneza application yako ya AI,
unaruhusiwa kufanyaje? Tuendelee. Akasema to launch their own tokens. To launch their own tokens. Kuzindua tokeni zao for genuine use cases, kwa matumizi halisi. Unazindua tokeni yako kwa ajili ya matumizi halisi, sio matumizi ya uongo. Yaani wewe si una application yako umetengeneza kwenye AI, ni application ya utalii, ni application ya kutoa huduma labda za matibabu, sio ni application ya kuuza nguo, sio application yote uliotengeneza kwenye App Studio. Unao uwezo ukaitengenezea token yake, right? Token hiyo ambayo itakuwa ni kwa ajili ya matumizi halisi ya duniani, ikawa ni matumizi halisi, sawa? Whether for in-app functionality, iwe kwa kazi ndani ya program, community participation, ambao community sisi sasa tutafanyaje? Tutaitumia, tutahusika nayo, ambao washiriki wa kijamii watakuwa wafanya, tunaihudumia. All system level services, huduma za kiwango cha mfumo, sawa. Creator can begin by minting and distributing tokens on testnet. Waumbaji wao creators, watengenezaji wanaweza kuanza kwa kutengeneza hizo tokeni zao na kusambaza tokeni zao kwenye testnet, experimenting with liquidity pools, kujaribu kwenye kuweka katika liquidity pools, sawa, and verifying how tokens integrate with the Pi, na kuthibitisha jinsi tokeni zinavyounganika na programu zao. Mwisho wa kunukuu. Hiyo mimi nimekusomea dashboard katika kipengele cha read more. Ukisoma katika dashboard katika kipengele cha read more, kinaeleza kwamba mimi Msafiri Mzirai, pioneer mdogo, nina application yangu, sawa, nimetengeneza kwa App Studio au nimeitengeneza kwa kutumia hackathon, sawa, na imepita hackathon. Application yangu kwa ajili ya kuuza magari, sawa, kama ilivyo application ya ndugu yetu, napenda kuitolea mfano kwa sababu ndio application ya kwetu, tujivunie nayo, sawa. Omenda Pay, Omenda Pay App, Omenda PayPal, sijui Omenda Pay, right? Mfano ile Omenda Pay si inatoa huduma kwa ajili ya kuuza magari, ya kuuza sijui pikipiki. Ana uwezo akatengeneza token yake ikaitwa Omenda Pay, akaita Omenda Pay kwa sababu application yake inaitwa Omenda Pay, akaita Omenda Pay token. Akishaita Omenda Pay tokens, kazi ya ile token ni nini sasa? Yaani kwa nini mimi nitengeneze token? Kazi yake ni nini? Kazi yake ni hii hapa. Kwanza naanza kutafsiria maana ya token. Kwa nini tunatengeneza token? Alafu ndo tunaingia sasa swap. Kwa nini tuna swap? Kwa nini tuna exchange? Kwa nini tunafanya liquidity pool? Right? Kazi ya token, badala ya mimi kwenda kumlipa Omenda Pi yangu ili aniuzie gari, nitakachokifanya ni yeye Omenda anatengeneza token ya Omenda Pay. Kwa mimi nikitaka kununua gari, siwezi kwenda kumlipa Omenda Pi yangu. Nitakachokifanya, nitaenda katika kipengele cha swap. Nitaiswap ile Pi yangu, au katika masoko ya exchange ya centralized exchange, nitolee mfano ambao wengi tunatumia, mfano Binance, OKX. Wengi leo pioneer wengi wametumia OKX. Ili uweze kuipata Pi, sawa, unaiconvert USDT inakuwa Pi. Sawa, unaiconvert. Sawa, hii swap haina tofauti na converter, unafanya conversation, una convert Pi yako inakuwa ni
Omenda Pay Token. Sasa gari moja la Omenda labda Mercedes Benz analiuza pi 0.05. Kwa nitakapoingia katika swap sitohitaji kuwa na pi fiat converter. Unaelewa eh? Sasa hapo tunaanza kurahisishiwa sasa. Mambo yanaanza kuwa rahisi. Sitohitaji kuwa na calculator yangu pembeni. Sitohitaji kuanza kuumiza kichwa. Sasa tunakuja pi Omenda gari lake anauza 0.05 pi. Sawa. Sasa ni sawasawa na token ngapi za Omenda au ni sawasawa na shillings ngapi? Mimi nitakachokifanya nitaingia katika nini? Katika swap. Sasa hapa nijumlishe na ili tuendelee nijumlishe na maana ya swap ni nini katika kipengele cha swap. Kipengele cha swap ni kama hiyo convert. Itahusika kuconvert sarafu moja kwenda sarafu nyingine pass. Yaani naweza nikaiconvert pi kuwa Omenda Pay Token bila mimi kuandika kiasi cha nini cha Omenda Pay Token ni sawasawa na ngapi. Kwa mimi mfano Omenda si anauza gari lake 0.05. Sasa lakini yeye Omenda anapokea malipo kwa tokeni. Si yeye ameshatengeneza tokeni yake. Kwa hiyo Omenda yeye anapokea malipo kwa tokeni. Sasa ili nijue natakiwa nimlipe tokeni ngapi. Kwa hiyo nitaingia kwenye kipengele cha swap, nitaandika 0.05. Alafu pale kwenye ile ninayotaka kuiswap nitachagua nini? Omenda Pay Token. Nikichagua Omenda Pay Token, nikigusa pale kwenye amount itatokea automated. Amount itatokea automated, ndiyo maana ya AMM, Automated Market Maker. Haya mambo mimi nakutafsiria kwa lugha nyepesi kabisa. Uelewe maana ya Automated Market Maker. Kwa mimi nitakapoandika kiasi cha pi, nitakapoiselect ile token, price ya ile token itatokea kwa Automated Market Maker. Yaani lile soko limeshaweka mark, imeshakuwa marked. Sawa, wameshaweka thamani kabisa ile token kutokana na thamani halisi iliyokuwepo kwa wakati huo. Thamani hiyo imeamuliwa na nini? Imeamuliwa na liquidity pool. Thamani hiyo imeamuliwa na nini? Imeamuliwa na usage ya hiyo application. Thamani imeamuliwa na nini? Thamani imeamuliwa na demand. Tunaelewana? Kwa hiyo faida ya token ni Omenda ataamua mimi sipokee malipo kwa pi. Nitakuwa napokea malipo kwa token. Kwa hiyo Omenda atatengeneza token yake. Akishatengeneza token yake ni kwa ajili ya hayo malipo. Kwa mimi nitaiswap pi yangu kwa nini? Kwa Omenda Pay Token. Nitamlipa na nikishaiswap, sawa? Ukigusa nimeshaiswap labda 0.05 pi, nimepata Omenda Pay Token labda 100,000. Natolea mfano, nimepata Omenda Pay Token 100,000. Zita display pale pale kwenye swap yangu. Nikiigusa ile Omenda Pay Token, nikishaigusa pale sinazo 100,000, nikiigusa itatokea sehemu ya kusendi. Ninaweza sasa nikaituma ile kwenda kwenye address wallet yake. Kwa nitachukua address wallet ya Omenda, nitamtumia nini? Nitamtumia zile token zake. Au nitachukua address wallet ya yoyote ya Pioneer yoyote yule, nikamtumia zile zikaingia katika wallet yake kama Omenda Pay Token. Tunaelewana? Faida yake sasa ya hizi token, miongoni mwa faida zake ni kutengeneza matumizi ya uhalisia. Matumizi ya uhalisia kivipi? Kwa timu wakaeleza katika dashboard, ukisoma read more kwa timu wamesema tokeni hizi ni tofauti na meme coins. Si mmesoma na nyinyi mmeona hayo maelezo? Akasema tokeni hizi ni tofauti na meme coins. Kwa nini akazisema meme coins? Akasema meme coins nyingi zinatengenezwa
kama vile for nothing tu, ili mradi mtu naye aonekane ametengeneza coin yake, kwa sababu hazina matumizi ya uhalisia. Hazina matumizi ya uhalisia kivipi? Zinapanda, zinashuka, zinapotea. Leo hii ndikutolea mfano, mimi ni muhanga wa hizi meme coins, zimecheza sana kule Telegram. Hawa kina Hamster Combat, wakina Rock Rabbit, sijui wakina X Empire, nimecheza sana tap hizi. Thamani yake ukiangalia hiyo Rock Rabbit au hiyo X Empire, hiyo nini, hiyo Hamster Combat, thamani yake iko wapi? Mimi nina Hamster Combat, nina nini karibia 300,000 za nini za Hamster Combat, karibia 300,000, lakini thamani yake huwezi ukaona ikafika hata $0.01. Haipo kabisa thamani yake, imekuja na imefanyaje? Imepotea. Sasa kwa timu wanasema tokeni hizi ni kama vile meme coins, lakini utofauti wake, hizi zinaingia katika real utility, zinakuwa zina thamani halisi kwa sababu ndio zinaingia katika real utilities, katika matumizi. Kwa hiyo yule developers atakapotengeneza tokeni yake kwa ajili ya matumizi, ataifanya hizi meme coins sasa kuifanya Pi network iwe ni nini? Ni sarafu mama ambayo ndio yenye blockchain, ambao wanaita native coin, ambao ndiyo sarafu halisi ya mama sijui, alafu itakuwa ina visarafu vyake ambavyo hivi vimetengenezwa katika blockchain yake, ambavyo hivi visarafu vingine ndio hizo zinaitwa token. Token ni ile ambayo imeegemezwa katika nini? Katika blockchain. Ndio tofauti ya token na coin. Token, 99% ya token hazina blockchain yake, zinaegemezwa katika blockchain nyingine. Sawa? Kama vile USDT ni token, imeegemezwa katika blockchain ya nini? Ya blockchain ya Tron, ya TRC20. Ukiangalia BNB ni token, haina blockchain, imeegemezwa katika blockchain ya nini? Ya BEP20. Ukiangalia na nyingine Pepe, hizi Shiba Inu, hizi zimetengenezwa katika blockchain nyingine, ambazo hizi unazo uwezo ukazifanyia swapping katika zile kule katika zile decentralized finance, kama sijui kuna Uniswap, kuna PancakeSwap, sijui kuna nini swap, ziko swap nyingi kama hizi iliyowekwa katika dashboard yetu. Kwa hiyo mimi nitakapotengeneza application yangu labda ya utalii, nimetengeneza by under AI. Tuachane sasa na hao wataalamu akina Omenda. Mimi msafiri, nimeingia pale katika App Studio, nimetengeneza application yangu, nauza maua. Sawa, nikalipishwa pai yangu moja. Sasa ile wewe uje ununue maua, nimetengeneza application yangu ya nini? Ya flower token. Au mfano kama hiyo pizza. Anauza mtu pizza, ana duka lake kubwa, anauza pizza. Sawa? Ili ununue pizza, usinilipe pai, nunua pizza kwa nini? Kwa kutumia pizza token. Kwa yule anauza pizza, atatengeneza token yake inaitwa pizza token. Si ndivyo? Kwa mimi nikitaka kwenda kununua pizza, hii imechukuliwa mfano kama yule ambaye kwenye Bitcoin, yule alienda kununua pizza kwa kutumia Bitcoin 1000, sijui amenunua pizza mbili. Pizza moja, sijui pizza mbili, sijui alinunua moja akapewa zawadi ya pili, au alinunua pizza mbili, alikuwa na watoto watatu. Watatu au wawili, akanunua pizza mbili kwa Bitcoin sijui 1000, sijui 100,000. Kwa hiyo ule mfano ukachukuliwa. Sasa wewe baada ya kulipa pizza kwa pai, unalipa pizza kwa token yake. Hapo imefanya token imekuwa ni real utility. Afu pai inabakia kuwa na thamani halisi. Sasa umeona faida ya token. Sasa unaweza ukasema mbona kama ni yale yale? Si ndivyo? Ndio, mbona unasema sasa mbona kama ni yale yale? Kwamba kumbe naibadilisha pai inakuwa pizza token, au inakuwa Omenda token. Sasa si ni yale yale, kwa sababu hata ile nikibadilisha nikapata Omenda token 1000, nikiziswap tena nikaziconvert napata pai ile ile 0.05. Sasa mbona ni yale yale? Faida iko hivi. Hizi token zitakuwa zina mfumo wa token zile zile kama alivyotolea mfano kwa team meme coin. Meme coin unajua
nani yake ipoje? Zinategemea demand and supply, zinapanda na kushuka faida, thamani yake. Kwa hiyo tujalie sasa hiyo Omenda Pay wakati anatengeneza, ilivyoamuliwa na ile automated market maker, price yake ilikuwa mathalan Omenda Pay moja ni sawasawa na 0.5 pi, si ndivyo? Leo hii alafu ile kampuni ya Omenda sasa ikaaminika duniani kufanya nini, au Tanzania ikaaminika kufanya nini? Kufanya utilities. Watu wakawa wanaiamini kufanya utilities. Kwa kama watu watakuwa wanaiamini, alafu akajalia Omenda akatengeneza tokeni chache, labda akatengeneza tokeni milioni moja tu, au akatengeneza tokeni 10, tujalie tu ametengeneza tokeni 10. Alafu akasema mimi siuzi magari yangu kwa nini? Kwa Pi original, nauza magari yangu kwa kutumia tokeni zake. Kwa hiyo tunafanyaje? Kwa hiyo unatakiwa ubadilisha Pi yako iwe nini? Iwe tokeni. Ununue nini? Ununue gari, si ndivyo? Kwa hiyo sasa mimi tena lazima nimeibadilisha tokeni yangu imekuwa ni Omenda, ambayo 0.05 napata Omenda moja. Sasa watu wameiamini, kwa hiyo imefanywa swapping kwa wingi. Watu wengi wamefanyia swapping kwa sababu wanahitaji, itakuwa haipo, si ndivyo? Kwa demand itakuwa ni kubwa, lakini supply ni ndogo. Hapo ndipo itakapokuwa inapanda thamani. Kwa hiyo inaweza ukajikuta 0.5 Omenda ni sawasawa na Pi moja au ni sawasawa na Pi 10. Yaani hiyo inawezekana kabisa. Inawezekana hapo baadaye kuna token ikaja ikamzidi thamani Pi yenyewe. Huo uwezekano upo. Kwa sababu gani? Mahitaji ya hiyo token ni mengi kuliko nini? Ugavi wake. Kwa hiyo na hauwezi ukafanya utility kuliko kwa kutumia Pi, itakulazimu ufanyaje? Ununue. Utanunua katika nini? Utanunua katika liquidity pool. Utanunua katika exchange. Sasa umeona faida ya core team kuwafanya developers watengeneze hizi token. Kwanza ni kuwapa pia fursa. La kwanza hiyo ni kutoa fursa kwamba wewe utakuwa na token yako, na hiyo token unao uwezo ukapambana ukaipandisha thamani au ukaiporomosha pia thamani, na watu tutapewa nafasi ya kuzitumia token kwa sababu mfano huyo Omenda akawa anatoa huduma nzima inayohusu masuala ya magari, kuanzia kuuza magari na kuuza na vipuli vyake. Sawa, yaani anauza magari na anauza nani? Na vipuli vya magari, matairi, sijui kuuza, sijui clutch, sijui kuuza nini hizo, sijui kuuza nini hizo, kuuza nini hizo, anauza mpaka honi. Sawa, anauza mpaka miungurumo ya magari, si ndivyo? Lakini akasemaje? Ukinunua gari kwa kutumia Omenda tokens utapewa discount. Ile discount ile utabakiziwa token. Si gari inauza labda token 1000, ndivyo gari anasema anauza token 1000. Unamlipa Omenda token 1000. Ukishamlipa Omenda token 1000, anakufanyia discount, anakurudishia token labda 50 zinabaki kwenye wallet ya kule ni wallet yako hiyo, ni account yako labda inabaki kule. Kwa baadaye wewe utakapokuwa unataka kufanya gari service, sawa, unataka kununua vipuli, tayari kule wewe una akiba yako katika Omenda. Kwa hiyo unamwambia tu bana, mimi rimu yangu imefanyaje? Imechakaa, kwa nataka rimu. Rimu labda ni tokeni 70. Tokeni 70 unaangalia kule kwenye discount yako una tokeni 50. Kwa hiyo unaongezea tokeni 20. Unanunua nini? Unapewa tairi. Au unaenda kufanyiwa service ya gari yako, unapakiwa rangi kama imeharibika. Inaweza kafika tu ukaja ukabadilishiwa ukalipiwa bima pia kwa kutumia hizi discount za nini, za hizi token. Labda anatoa huduma nzima labda ya bima, masuala ya ya kodi za TRA. Yeye anafanyaje? Analipa hii wanaita road license, analipa yeye.
Omenda. Kwa sababu gani? Anatoa huduma hizi za magari, analipa kwa kutumia nini? Kwa kutumia zile token ambazo wewe utakuwa unapewa kama discount hivyo hivyo. Kwa itakulazimisha sasa wewe kupata hamasa ya kutumia nini? Ya kutumia token badala ya kulipa pai moja kwa moja, na haitomaanisha kwamba hautoruhusiwa wewe kutumia nini? Kufanya utilities kwa kutumia nini? Kwa kutumia pai. Hapana, utaruhusiwa kutumia pai na utaruhusiwa kutumia token, lakini CORE wataweka mfumo wa kuweka umuhimu wa wewe kuiona token ni njia bora ya utility kuliko nini? Kuliko kuitumia pai. Wanataka pai ibaki na ubora na uthamani ule ule. Sijui tunaelewana? Kwa hii token unaweza ukamtumia mtu, unaweza ukaiuza, unaweza ukaibadilisha ikawa ni sarafu nyingine. Hiyo token ya Omenda unaweza ukaibadilisha ikawa ni pai yenyewe au ikawa ni Archimedes principle kama hizo. Umeona hapo kuna token inaitwa sijui Archimedes, kuna token inaitwa sijui pizza. Sawa, unaweza ukabadilisha Omenda ikawa pizza. Sawa, kule si umefanyiwa discount na Omenda, umelipa gari ulikuwa ulinunue kwa halisi ni Omenda token pai 1000, si ndivyo? Lakini akakuulizia ukapata faida ya pai ya token 200, lakini zile token 200 ukiziswap katika pizza, kwa sababu pizza ina thamani ndogo ya token kuliko Omenda, ukapata labda token ya pizza 10. Afu zile token ya pizza 10 ulizozipata kule ambazo ni discount, ukaweza kununulia pizza labda pizza 20. Sijui unaelewana? Kwa hiyo kumbe unaweza ukafanya utility sehemu nyingine, ukapata discount. Ukishapata ile discount uliyopata ukaibadilisha ikawa ni token nyingine, ukapata faida ya kitu kingine. Kwa hiyo ikawa ule mzunguko sasa ndio hii tunaita ni ile community, ndio inakuwa full utilities. Kwa pai inaenda kuwa ni full utility katika decentralized finance au decentralized system. Sasa tumeelewa nini maana ya token. Kwa token zinazozungumzwa hapa sio token zitakazotoka nje ya mfumo, ni token ambazo ziko ndani ya ecosystem, ambao token hizi ni utility. Tunaelewana? Haya, zinaweza zikaja zikaundwa token ambazo sasa ni native currency. Inawezekana mfano kukaundwa T-shillings token, USDT token. Sawa, si kuna USDT kule ambayo tumeiona ya katika masoko ya exchange, na huku kunaweza kukaundwa USDT token, kwamba ukawa una uwezo wa kuibadilisha pai yako ikawa ni USDT token, iko ndani ya ecosystem, na ile USDT token ikawa ina thamani sawa na dola ya sasa hivi. Kwa kawa USDT token moja sawa na dola moja, yani inaitwa pi USDT token. Kwa ile pi USDT token ikawa ni sawa na dola moja, au pi T shillings token ikawa ni sawa na shilingi moja. Kwa hiyo ukawa uwezo ukaswap. Tunakuja sasa katika nini? Katika dashboard ukisoma Redmo wameambiwa wale au projector nini hawa hii miradi sawa, project hawa watu wenye project watengeneze waingiliane mifumo na nani, waingiliane mifumo kipindi hiki cha decentralized exchange cha AMM kuingia katika DeFi. Kwa hizi project ni kama vile project za financial sawa na project nyingine. Kwa mfano CBDC hii itahesabika ni project. Natolea mfano sasa. CRDB itahesabika ni project. Kwa tunakuja CBDC wameandaa currency yao inaitwa wanaita tujalie inaitwa hivyo Tanzania CBDC. Sasa itakapokamilika Tanzania CBDC ikaingiliana mifumo na ecosystem katika kipengele cha token, wakatengeneza token yao. Kwa mimi nitakuwa na uwezo sasa wakibadilisha pai kuwa ni Tanzania CBDC ikawa ina thamani sawa na T shillings. Kwa mfano nataka nibadilishe pai kuwa shilingi 10,000, kwa nitaandika pale katika swap. Nitakapoingia katika swap nitachagua
nitachagua nini nitachagua labda pi, si ndivyo? Nikishachagua pi, chini ninayotaka kuiswap nachagua pi CBDC T Tanzania. Nikiandika 0.002 ni sawa na 100,000. Kwa na swap nakuwa nimepata CBDC 100,000 za Tanzania. Ambazo zile CBDC 100,000 za Tanzania na uwezo sasa nikafanyaje, nikamtumia mtu, nikazisendi pale, kuna kipengele cha send, nikatuma kwenye address wallet ya mtu ambaye anapokea nini, anapokea CBDC, na yeye ananitumia nini, mimi ananitumia Tanzania shillings. Sawa. Kwa hapo tumeelewa nini maana ya kipengele cha nini cha hii token. Ni watu wowote kutengeneza tokeni zao, na ndio maana kule katika AI, katika hizi application app studio za under AI tumeona kuna AI application nyingi. Tukaona CRDB mule, tumeona NMB mule, si ndivyo? Sasa kwa timu wameandika katika dashboard, katika Readmo kwamba wamewapa nafasi hawa developers waliotengeneza AI application kwa kutumia App Studio waweze kufanyaje, kutengeneza tokeni zao, ambazo tokeni hizo zitatumika katika nini, katika application hii ya ecosystem. Sasa tumemwona pale NMB. Imagine NMB ametengeneza tokeni yake inaitwa Pi NMB token. Wewe hapo unaelewa nini? CRDB NMB token. Unaelewa nini? Benki World Bank Pi token. Wewe unaelewa nini? Sasa tunaingia katika utility ya dunia nzima. Ndio hapa katika ile voice note ya Donald Trump niliyokutafsiria juzi, anasema wewe unaenda kuimiliki nini? Kuicontrol benki, kuicontrol dunia. Amesema the world is not the same again. Dunia haitokuwa ile tena, haitokuwa sawa tena, yaani haitokuwa ile tena, inaenda kubadilika. Sasa inaenda kubadilishwa na nani? Inaenda kubadilishwa na Pi network. Nadhani hapa nitakuwa nimekuelezea kipengele cha token na utakuwa umepata mwanga kwamba kwa hizi token ni nini? Kumbe token sasa ni wale wote developers waliotengeneza application katika hackathon, au wale ambao walitengeneza application kwa kutumia App Studio watengeneze tokens, token ambazo tutaenda kufanyaje, kuzitumia katika utility. Kwa badala ya mimi kutumia Pi yangu nitatumia token, na hii token faida yake pia ina uwezo wa kufanyaje, wa kupanda thamani na kushuka thamani. Sawa. Kwa kumbe hii token pia na uwezo nikaitumia kama sehemu ya kufanyaje, ya kufanya staking. Nikastake, nikaweza kufanyaje, kupata thamani. Sasa tuje katika voice note ya 3 inayoelezea hivi vipengele vya swap, exchange, liquidity pool pamoja na DeFi vinafanyaje kazi. Ni kukurahisishia wewe ambaye hauna elimu ya masuala ya blockchain technology. Sawa? Yule ambaye hana elimu ya masuala ya blockchain technology aweze kuiswapu sarafu yake kiurahisi. Ukiingia katika kipengele cha swap, unaweza tu ukaswapu sarafu A kwenda sarafu B, basi hamna sarafu C pale. Yaani ni wewe kuandika sarafu yako A na kuiselect sarafu yako B, then unagusa kipengele cha unaweka kiasi, unagusa kipengele cha swap, umemaliza. Hiyo ndo kazi ya swap. Kipengele cha swap. Hivyo tu. Sawa. Na hapa kutakuwa kuna sarafu nyingi nitaelezea pia. Alafu kipengele cha exchange hakina utofauti na swap. Kipengele cha exchange na swap ni baba mmoja mama mmoja, lakini kwa tofauti. Kipengele cha exchange kinahitaji wale sasa wataalam. Kwenye kipengele cha exchange unao uwezo pia ukaibadilisha sarafu A kwenda sarafu B, lakini hapa kunakuwa ni full detailed. Sawa? Utaweza kuona thamani ya hiyo sarafu, utaweza kuona liquidity pool yake, unaweza uka-add au ku-remove liquidity pool. Hapo kwenye exchange unaweza ukafuatilia wangapi wamefanya swapping. Kwa zile wallet address zote zilizofanya swap unaweza ukazifanyia follow up
hapo katika kipengele cha exchange, na pia unaweza ukaona price ya soko ambayo inategemea na hii automated market makers, ukaweza kuiona hapo, na wewe unao uwezo ukatengeneza oda yako hapo, ukaweka order book katika exchange, katika kipengele cha exchange. Kwa hiyo kipengele cha exchange ndio kimejumlisha liquidity pool iko hapo katika exchange. Swap iko hapo katika exchange. Kwa hapa imeenda imekuwa ni advanced ya swap. Tunaelewa ni advanced ya swapping. Ukitaka kufanya liquidity, kuweka wewe pai zako katika liquidity, hapa napo naelezea liquidity. Kuweka pai zako katika liquidity ni kuchukua token yao, yani kuweka token. Ni kuchukua token ya Omenda app. Sawa? So umesha swap na Omenda app. Unaweza ukaweka katika liquidity pool, afu ukaweka pair ya token unaotaka, labda Omenda / pi au Omenda / labda pizza, sawa eh? Umeona, kwa hiyo ukishaweka labda hizo pair, sawa, Omenda. Kwa hiyo ukiweka kwenye liquidity pool, tafsiri yake umefanya kama ni staking. Kwa hiyo utalipwa faida. Unalipaje faida? Ni watu sasa watakapotaka kuja kubadilisha, sasa kutafuta zile pair, si ndivyo? Labda wewe si umeshikilia zile Omenda, umezishikilia Omenda token, umeziweka katika liquidity pool. Kwa mtu anapotaka kuja kufanya swap, ataenda kwenye liquidity pool, atafanya swap ndani ya liquidity pool, kwa sababu decentralized exchange jinsi inavyofanya conversion yake, inavyofanya swapping yake, inavyofanya convert, sawa, ya ile pair inafanyika katika smart contract, ambayo smart contract inafanyika katika liquidity pool moja kwa moja, hainaga mtu kati, tofauti na centralized exchange. Mfano mimi nataka kubadilisha katika Binance, nataka kuibadilisha labda pi kuwa USDT, au nataka kubadilisha USDT kuwa pi, sawa. Kule naweza nikapeleka katika trade and then ikafanyaje, ikanunuliwa na hawa traders. Kule kuna buyer na seller. Kwa hawa buyer and sellers wanakuwepo pale katika trader, katika kipengele cha trade. Kwa mimi nitauza pi yangu ambapo mimi ndio buyer, and then trader anafanyaje, ananunua kwa ile price ambayo iko pale, sawa. Akishanunua mimi napata nini? Napata USDT, si ndivyo? Au nikazinunua kutoka kwa P2P, natumia P2P trading kwa wale merchants. Lakini katika decentralized exchange, sawa, hakuna hao mtu kati, hakuna buyer wala seller, mambo yanaendesha katika smart contract. Kwa hiyo inayosimamia kazi ni liquidity pool. Kwa zile sarafu zote, iwe ni USDT, USU ni nini, mfano labda hiyo Omenda, sijui hiyo pizza, hiyo pai yenyewe, sijui zitakuwepo katika liquidity pool. Right? Zikisha kuwepo katika liquidity pool, kwa sisi tutakuwa zile pair zetu tunazibadilisha pale na thamani zinatokea pale. Kwa thamani inaamuliwa na liquidity pool. Thamani itaamuliwa na demand, thamani itaamuliwa na hivyo na utility. Kwa hiyo sasa mimi nimeshaweka pale Omenda katika utility, katika naniliu nikaweka na pair, kwamba mfano nimeweka Omenda / katika liquidity pool labda na pizza token, pizza pi token. Kwa mtu atakayetaka kuja kufanya swap ya Omenda kuwa nini, kuwa pi, kuwa pizza, sasa anaitoa katika liquidity pool. Kwa kama anaitoa kwenye liquidity pool, ile transaction atakokatwa, tutagaiwa sisi ambao tumeweka liquidity pool ya Omenda / pizza token. Hiyo ndio faida yake. Kwa hayo ya kuweka liquidity pool yanafanyika wapi? Yanafanyika katika kipengele cha exchange. Kwa hiyo kipengele cha exchange kitakuwa kimeshikilia kulia na kushoto. Yaani itakuwa imeshikilia kushoto kwake kuna swap, kulia yake kuna liquidity pool. Kwa hiyo exchange anakuwa yeye ndio anaocheza miguu yote. Kwa swap nimekupa mfano, nimekupa maelekezo yake. Swap itakuwa inafanya kazi ya kuibadilisha coin token A kwenda token B. Basi exchange unaoweza kubadilisha token A kwenda token B, pia unaoweza ukaziona tokeni zote
zilizofanyiwa swapping hapo katika exchange. Na pia unaweza ukaona utility zote zinazofanywa na hizo token hapo katika exchange. Na pia unaweza ukaweka liquidity pool katika exchange na ukaondoa liquidity pool yako katika kipengele cha exchange. Kwa hiyo liquidity pool, kipengele cha liquidity pool kipo kukuonyesha tu kwamba ni tokeni ngapi zimekuwa paired, zimewekewa katika liquidity pool. Sasa watu wamezistake hapo, wameziwekeza hapo kwa ajili ya kupata yield, riba, faida, right? Lakini ukitaka nayo kuweka unabidi urudi katika exchange. Nadhani hapa hivi vipengele nimekueleweshea vizuri nini maana ya kipengele cha swap, nini maana ya kipengele cha exchange na nini maana ya kipengele cha liquidity pool, right? Kwa hiyo sasa baadaye haya masoko ya exchange, sawa, hizi sarafu zingine sijui BTC, Ethereum, Solana, sijui Tron, Noti, Coin, sijui nini, pia baadaye, kwa sababu hao nao ni nani? Ni hizi nazo ni project. Kwa nao hizi project zitatengeneza coin zao, tokeni zao za BTC tokeni, Ethereum tokeni, ambazo zitakuwa zina thamani halisi ya Bitcoin. Kwa unaweza ukakuta labda Pi imezinduliwa na dola 100,000 na dola 1,000, si ndivyo? Kwa na BTC na thamani ya dola 100,000. Kwa unaweza ukabadilisha Pi 10 ni sawa na BTC tokeni 1, si ndivyo? Ukaiweka pale katika, ukaiweza ukaiswap, ukafanyaje vyovyote unavyotaka kufanya na ukafanya utility mbalimbali, na ukaibadilisha pia tokeni yako ya Ethereum ya BTC kuwa nini? Kuwa Pi, kwa kutumia hizo token, au ukaibadilisha nzima Pi kuwa Bitcoin kama itakuwepo katika masoko ya exchange. Nadhani hapo tumeelewana. Sasa kuna watu wakasema, nimewasikia anasema hivi, kwa maana hii sasa Pi haitoweza kubadilishika kuwa fiat. Kwa hiyo tunasema naweza mimi nika exchange Pi yangu ikawa fiat. Hatutaweza kwa sababu hivi vipengele. Hapana, tutaweza. Tutawezaje? Nije katika voice note ya mwisho ambao nitajumlisha nini maana ya on ramp na off ramp na nini maana ya DeFi, decentralized finance, itafanyikaje kazi. Ndani ya ecosystem hauwezi ukaibadilisha Pi kuwa currency nyingine ndani ya ecosystem. Hapa tunaacha sasa masoko ya exchange, sawa? Kuna vitu viwili, sawa? Kuna Pi kuwa interact na exchange, alafu kuna Pi kuwa exchanged na currency zingine. Ni vitu viwili tofauti. Tayari Pi imeshakuwa exchanged, imeshakuwa interact na nini? Na other exchanges kama Binance, kama OKX, kama Bitget, sawa? Imeshakuwa interacted huko, si ndivyo? Lakini kwa timu wamezuia sisi we sasa Pioneer kutoka katika ecosystem exchange Pi kuwa other currency. Je, kuna mtu katika kipengele chake ameona unaweza ukaifanya Pi kuwa ni currency nyingine? Hapana. Lakini tumeona unaweza ukaifanya currency nyingine kuwa nini? Kuwa Pi. Hilo tumeliona. Ndio nikaja sasa tunajua nini maana ya on ramp na off ramp. Ndio tunataka tujibu wale wanaosema Pi haitobadilishika. Pi itabadilishika hivi. Kuna kipengele katika wallet, ukiingia katika buy pale umewekewa on ramp. On ramp kazi yake ni kuibadilisha fiat kuwa crypto. Hiyo ndio kazi kubwa ya on ramp, ni kuibadilisha fiat kuwa crypto. Sasa fiat ziko za aina nyingi. Fiat inawezekana unayo katika Tigo Pesa, fiat inawezekana wewe unayo katika Mastercard, fiat unaweza ukawa katika Google Pay, fiat unaweza ukawa unayo katika debit card, fiat unaweza ukawa unayo katika credit card. Hiyo inaitwa fiat. Au ukawa unayo cash, hiyo inaitwa fiat. Sawa? Kwa hao on ramp kazi yao ni kuibadilisha fiat kuwa crypto. Hicho ndio kwa timu ambacho wamekiruhusu kwa sasa.
ili wewe uweze kumiliki nini? Pi. Wanachotaka wewe uimiliki Pi, sio uitumie Pi yako uiuze, au ufanyaje Pi yako sio uitoe. Japo unaruhusiwa katika exchange sasa kule, lakini ndani ya ecosystem ndani. Hapa mimi nazungumzia kwenye ecosystem kwa sababu hizi upgrade na hizi mifumo imeletwa ndani ya ecosystem. Hatuzungumzii external. External kuna taratibu na sheria zao. Unaweza Pi ukaifanya kawa USDT ukawa nini, ni huko, lakini ndani ya ecosystem ndio kwa timu wanaweza wakajidai hapa. Wamekukataza na hawajaruhusu, na hakuna uwezo wa kubadilisha Pi kuwa other currency, lakini unaweza kubadilisha other currency kuwa nini, kuwa Pi. Kwa wale walio wanasema hairuhusiwi kununua Pi, sijui lelelelele, na wapa elimu. Oramp kazi yake waliotuwekea Pi ni kuibadilisha fiat kuwa nini, kuwa crypto. Tunaelewana? Na kazi ya off-ramp kazi yake ni kuibadilisha crypto kuwa fiat. Kuibadilisha crypto kuwa fiat. Kwa hiyo baada ya open mainnet sasa, kwa timu wamesema ndipo hapo utakapoweza kuibadilisha Pi kuwa nini, kuwa other currency, ambao za currency sasa tumeshawekewa na niliu sasa maono. Other currency kivipi? Unaweza kubadilisha Pi kuwa token nyingine. Unajua token ni currency. Kwa hizi token nyingine, USDT ni token, USDC ni token, BNB ni token, sijui Pepe ni token. Hizo tutakazozitengeneza sisi hizi zinaitwa token kwa sababu hazina blockchain yake, zinategemea blockchain nyingine. Kwa una uwezo na hizi zinaitwa ni cryptocurrency au ni digital asset. Kwa una uwezo ukaibadilisha Pi baada ya mainnet, kwa sababu wamesema kipindi hiki tupo kipindi cha testnet. Kwa kama tupo kipindi cha testnet, tuna active mfumo wa mainnet. Tutakapoingia katika mainnet, kwa una uwezo kubadilisha Pi kuwa USDT, utakuwa una uwezo kubadilisha Pi kuwa Pizza token, kubadilisha Pi kuwa sijui nini, Archimedes token, sijui Archimedes token, kubadilisha Pi kuwa hivyo. Pia kuwa other currency, kubadilisha Pi kuwa fiat kwa kutumia off ramp. Kwa kutaletwa kipengele cha off ramp katika wallet. Kwa Pi wallet ina vipengele viwili. Vipengele viwili kivipi? Angalia Binance au OKX ilivyo. OKX ina kipengele cha Web3, afu ina kipengele cha exchange. Sawa? OKX ina kipengele cha exchange ambao ndio sisi tunatumia kununulia Pi. Tunatumia sijui kufanyaje. Alafu ina kipengele cha Web3. Kipengele cha Web3 ni njia wewe kuenda wapi katika decentralized exchange. Kuifikia Uniswap, kuifikia PancakeSwap, kuifikia sijui labda MetaMask huko. Kufikia zile decentralized exchange. Ukaweza kufanya decentralized finance, unaweza ukafanya NFT nini sijui kufanya hizo. Sawa na kufanya staking ya ajili ya kupata faida ya baadaye. Ukaweza ukakopa ndani ya centralized exchange. Kwa hiyo Binance ni centralized exchange lakini ina vipengele viwili. Ina kipengele cha Web3 ambao Web3 ni full decentralized, lakini ile Binance ina kipengele cha Web3 ni njia ya kukupeleka wewe kwenye Web3. Na OKX ina njia ya kukupeleka kwenye Web3. Sasa tunakuja kwenye Pi network. Pi network ndio wanasema is non-conformist. Sasa non-conformist ndio hapa inakuwa ina vipengele vyote vile. Yenyewe kama yenyewe ni full Web3 na yenyewe kama yenyewe inaweza ika-act sasa inageuza njia, ina-act kama nini? Ina-act kama Web2. Mifumo centralized exchange sasa hivi zina-act kama Web3. Yenyewe ni Web2 lakini zina-act kama Web3. Sasa kwa timu wallet yao itakuwa ni full Web3 ina-act kama Web2. Kivipi? Pale kwenye kipengele cha buy, ukiingia pale kwenye buy, si kuna vile vipengele viwili ambavyo vimewekwa vitatu. Kuna do you want to get more Pi? How do you want to get more Pi? Umewekewa Oramp, kuna exchanges, alafu kuna nini? Kuna mining. Kwa ukiingia kwenye exchanges pale, ndio utakutana na Binance, utakutana na hizi exchanges, hizi exchange. Kwa hiyo utakachokifanya ni wewe unafanyaje? Utanunua Bitcoin,
Si unayo Bitcoin yako sasa hivi, labda wewe umehold Bitcoin. Huna pesa ya kununua Pi, lakini umehold nini? Umehold Bitcoin. Unayo kule OKX. Utakachokifanya utaichukua tu Bitcoin yako ya OKX pale pale katika kipengele chako cha wallet. Unaibadilisha unakuwa Pi. Ikishakuwa Pi inakuja kusoma kwenye wallet. Ikishasoma kwenye wallet unakuja kwenye Web3. Unaingia kwenye kipengele cha token. Ukiingia kwenye kipengele cha token unaifanya swap, inakuwa token nyingine, au unaifanyia nini? Unaweza kuifanyia nini staking katika liquidity pool, au unaweza ukaifanyia nini decentralized finance, ukaipatia nini mkopo. Ile Pi yako ile Ethereum yako uliibadilisha kuwa Pi, ukaifanya kuwa nini collateral. Kama nini? Kama collateral ni nini hivyo ukaifanya kuwa ni collateral kwa Kiswahili, na jina lake limenitoka kidogo. Dhamana, ukamfanya kama ndio mdhamini wako. Sasa nini faida ya wewe kuwekeza kuifanya Pi au kuifanya kupata DeFi? DeFi ya huku ina faida gani? Utasema sasa, kwa nini mimi niweke Pi zangu 100 kama collateral niweze kukopa Pi 50? Faida yake ni nini? Faida yake ni hii hapa. Mimi sitaki Pi zangu nizitumie zile Pi 100. Sawa, mimi sina Pi 100 kwenye wallet yangu, lakini sitaki kuzitumia zile Pi 100, ila ninachotaka pia nifanye utility. Sawa, nataka nifanye utility. Kwa nitakachokifanya, nitachukua Pi zangu 100 nitaenda kuziweka kwa nini? Kwenye smart contract kwa ajili ya decentralized finance, kwa ajili ya kupata mkopo wa Pi 50. Labda nakopeshwa Pi 50 kwa muda labda wa mwaka mmoja. Kwa muda wa mwaka mmoja nitakuwa nirudishe Pi labda 55, si ndivyo? Mfano labda natakiwa nirudishe Pi 50, na simekopeshwa Pi 50, natakiwa nirudishe Pi 55. Nikisharudisha Pi 55 na narudishiwa zile Pi 100 zangu kwenye wallet. Kwa hebu fikiria nimekopa Pi 50 ndani ya mwaka mzima. Nazizalishaje? Naweza zile Pi 50 nikatenga labda Pi 40 nikazifanyia staking. Nikishazifanyia staking Pi 40, kwa napata ndani ya labda ya miezi 7, nazifanyia staking labda ya miezi 7, napata Pi 49, au napata faida ya Pi 50. Baada ya mkataba wangu wa staking yangu kuisha, napata faida ya Pi 50, si ndivyo? Alafu nilivyozistake zile Pi 40, japo ya kupata faida kama ya riba, bado naongeza mining rate. Itakuta ile mining rate yake katika ile duration time, ile duration boost inasoma 1%. Duration boost katika effective staked katika zile Pi 40 effective staked, na kuja kupata baada ya duration time yangu kuisha, na kuja kupata labda Pi 43 kutokana na ile effective staked, napata Pi 43, ambayo Pi 43 ninaipata katika mining reward. Kwa mining reward katika miezi 7 inaniongezea Pi 3. Alafu na ile staked yenyewe riba yake ni Pi 5 au ni Pi 8, si ndivyo? Kwa hiyo inakuwa mwisho wa muda wangu ninakuwa nimepata faida Pi 11. Kwa zile Pi 11 inakuwa nimepata faida, itakuwa jumla Pi 40 na zile 11 inakuwa ni 51, si ndivyo? Hapo nadaiwa Pi 3. Kumbuka katika zile Pi 10, katika Pi 50 nilizokopa niliweka Pi 40, kwa zimebaki Pi 10. Zile Pi 10 na uwezo nikazifanyia utility mbalimbali, biashara tu za kawaida, nikanunua magari nikauza, nikawa nanunua labda vitu vya ujenzi, labda sawa, nanunua vitu vya ujenzi napeleka dukani mwangu, nauza kama faida, nauza kwa faida, si ndivyo? Nimenunua vitu kwa Pi afu nakuja kuviuza katika maisha ya kawaida, nawauzia watu. Labda nanunua pikipiki kwa Pi kwa bei nafuu, nakuja kuwauzia watu. Kwa nini? Kwa vitu wa kawaida. Kwa inakuwa ni biashara. Unakuta biashara ndani ya miezi 6 umepata ka faida. Kwa kile faida unaenda kupeleka katika on ramp, unanunua Pi. Kwa unajikuta umekopa zile Pi 50, ndani ya mwaka umepata faida ya Pi 70. Ndani ya mwaka umepata faida ya Pi 70.
alafu hapo hapo nina run node mathalan, kwa hiyo nakuta nimepata ndani ya mwaka pai 70. Kwa hiyo nitakachokifanya nachukua zile pai 55 nazirudisha katika smart contract, katika kule nilipokopa, napewa pai zangu 100. Kwa hiyo zile pai zangu 100 zinakuwa ziko pale pale, nilichotumia ni pai nilizozikopa. Kwa hiyo unajikuta mtu kwa mwaka hautumii pai yako, zile pai zako zinakuwa ni collateral, ni kama mdhamana wa wewe kupata kitu kingine ambacho kinaenda kukuzalishia kitu kikubwa zaidi. Lakini yote ya yote, ndugu zangu, naongea sasa na Waislamu, hili katika dini yetu imekatazwa. Hii ni riba. Riba ni haram katika mpango wa Uislamu. Nazungumza tu na Waislamu, sio kasema bana, tulimsikia payonea mdogo amesema hili tunaweza tukafanya hivi hivi. Sasa natoa na tanbihi hapa hapa kwa Waislamu, hili kulifanya ni moja ya madhara na madhambi makubwa. Utakuwa umepata riba, umekula riba. Usile nini? Usile riba. Sawa Riba haifai, riba inarudisha nyuma. Yaani vyovyote utakavyofanya, hata kama utapata faida, riba haifai. Kwa wewe ambao unaona riba inafaa, utajua wewe. Kwa mimi nimetoa tu jinsi picha itakavyokuwa staked. Kwa hiyo hapa sasa, stake hii inaweza ikafanyika hata kwa mabenki, kwa sababu mabenki si hawa ni project zitakazoingia mifumo katika mfumo wa Web3, zitatengeneza tokeni zao. Kwa mimi naweza nikaingia katika liquidity pool, pia nikaweza nikakopa, nikafanya staked, sawa, au nikapata mkopo kwa kutumia nini? Kwa kutumia tokeni. Nakopa, nataka nipate tokeni gani? Nataka nipate labda tokeni ya nini, ya nini, ya CBDC ya Tanzania, si ndivyo? Token CBDC TZ token mathalan, mfano. Kwa wale nao katika ule mkopo wangu, kwa sababu ni masuala ya smart contract, wao nao wanafanyaje? Wanalipwa. Yani watakaolipwa katika smart contract haitalipwa pai, sawa, watalipwa wale walioweka liquidity pool katika ile. Mimi naangalia nimekopa nini, nimekopa sarafu gani? Mimi nimekopa pai kwa Omenda Pay, nimekopa Omenda Pay kwa mwaka mzima. Kwa wale walioweka liquidity pool ya pai/Omenda Pay, ule mkopo wangu utakapomalizika, hao ndio watakaopewa ile faida, watagawana. Ndio maana ya smart contract, hao ndio watafanya, watagawana. Kwa na kama nikisiporudisha ile ile pai zangu 100 nilizoweka, zitagawana katika smart contract, watalipwa wao ambao ndio wameweka liquidity pool ambayo imesababisha mimi nikakopesheka. Tunaelewana? Kwa hiyo mimi nitaanza kula faida kabla mtu wa Cryptex, kwa sababu Open Mainnet ipo karibu mno. Kwa hiyo hapa kwa timu wameendana na mawazo na maoni ya pioneer mdogo alivyosema kwamba sisi tutaanza kula matunda ya smart contract ya decentralized finance kabla ya watu wa Cryptex. Kwa timu wamekuja kunithibitisha yale maneno yangu niliyoyasema. Kwa hiyo tutaweza kuibadilisha pai kuwa fiat kwa kutumia off ramp, itakuwepo, kwa sababu hii off ramp itaanza kufanya kazi baada ya mainnet. Yaani mimi ninalokuambia hakika litatokea, ujue hili ninalokuambia litatokea kweli. Mimi naongea kama story, lakini nakuambia kitu cha ukweli cha uhalisia. Nadhani hapa leo utakuwa sasa umeshapata faida. Nitakuja na voice note nyingine, sijui ya kusummarize vyote au hii inatosha, au nije na story ya kufanya summarize, ambapo story sasa nitazungumzia maoni binafsi, story nitazungumzia na vitu vingine kwa ajili ya kusummarize haya mambo yote yaliyotokea. Lakini kwa ufupi tumeelewa kwamba token zitatengenezwaje na kwa nini zitengenezwe token, swap itakuwa na kazi gani na kwa nini tufanye swap, exchange tofauti yake ni ipi, liquidity tofauti yake ni ipi, decentralized finance ni kazi yake ni nini, on ramp na off ramp leo utakuwa umefahamu kama ulikuwa ufahamu.
Nimekutafsiria dashboard, nikakuunganishia na kilichoandikwa katika roadmap ya Phase 3 ambayo nilishawahi kutafsiriaga huko awali. Sasa nadhani doti zimeunganikia hapa. Nadhani nimekutafsiria nini maana ya ile alama iliyokuwepo katika dashboard ya less than and greater than ambayo nilishawahi kuizungumza tangia huko nyuma, ambayo ndio mimi pekee. Nasema tena, hakuna pioneer yoyote wanaozungumza lugha ya Kiswahili ambaye aliwahi kuizungumza ile dashboard iliyoandikwa open network condition timeline and timeline update, akavielezea vile vipengele kwa ufasaha kama alivyovizungumza mimi. Leo hii ndio vinatokea ukweli. Kwa hiyo tutegemee hatua inayofuata ni ya kuanza kuwafungiwa akaunti zetu ambao tumejihusisha kwenye vitu vya tofauti tofauti, and then tunaingia katika mainnet. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.